Sauti za shangwe, wokovu, furaha, zimo hemani mwao walio haki. Mkono wa Bwana utenda makuu, mkono wa Bwana umetukuzwa mno. Kwa muda mrefu mimi nilisubiri matumaini ya Galatians chapter 4. Tunasoma katika kitabu cha Wagalatia sura ya 4. The title of our message is In the Fullness of Time. Kichwa cha ujumbe ni katika utimilifu wa nyakati. In the fullness of time. Katika utimilifu wa nyakati. That word time is very important. Lile neno wakati ni muhimu zaidi. The Bible says, Biblia inasema, and it is Solomon who say there is time for everything. naye Suleimani akasema kuna wakati wa kila jambo. There is a time for you to sit down. Na wakati kwako wewe kuketi. There is a time for you to stand. Na kuna wakati kwako wewe kusimama. There is a time to lack. Kuna wakati wa kukosa. And there is a time to have. Na pia kuna wakati wa kupokea. There is a time to be in Misri. Kuna wakati wa kuwa kule Misri. There is a time to be in Egypt. Na kuna wakati wa kuwa kule Misri as a slave. Kama mtumwa. There is a time to be in the wilderness. Pia kuna wakati wa kuwa katika jangwa. As a stranger. Ukiwa kama mgeni. And as a person who is walking. Kama mtu ambaye anapita. Towards the promised land. Anapoelekea katika nchi. And there is also a time to acquire your Canaan. Na pia kuna wakati kwako wewe kupokea Kanani yako. And let me tell you, hebu niwaambie, there is always the fullness of time. Na wakati kuna utimilifu wa nyakati. Tell your neighbor fullness of time. Yeah, jirani, utimilifu wa nyakati. There is the time that we call the fullness of time. Kuna wakati tunaoita utimilifu wa nyakati. And I want to talk about that fullness of time. Mimi ningependa kunena kuhusu ule wakati. Because I feel maana ninahisi the time for the church is now. Wakati wa kanisa ndio huu. Hallelujah. Hallelujah. Economically to put the devil down is now. Kiuchumi kuweka shetani chini ni sasa. Spiritually to put every power of witch doctors in this land is now. Katika hali ya kiroho kuangusha kila nguvu za wachawi ni hivi sasa. The time to refuse every kind of evil teachings on our pulpits is now. Wakati wa kukataa mafunzo yaliyo maovu katika madhabahu zetu ni hivi sasa. The time for us to move in power and the glory of God has come. Wakati wetu sisi kuenenda katika nguvu na sifa za Mungu umekuja. I was looking at how whatever we have gone through. Nilikuwa napitia naona yale ambayo tumepitia. And especially as a nation. Haswa kama taifa. It is the honor the other day 2007 when we were fighting one another. Ni siku nyingine mwaka 2007 tulikuwa tunapigana mmoja na mwingine. It is only the other day when the devil wanted to finish up this nation of Kenya. Siku tu nyingine ambapo shetani alinuia kumaliza nchi hii ya Kenya. It is the other day when we were crying because we needed a president in Kenya, and when we prayed, God gave us a president. Ni wakati mwingine tu tulikuwa tunaomba maana tulihitaji rais Jamhuri ya Kenya, na tulipoomba Bwana akatupatia rais. And whenever God gives you anything, there is always a but in that thing. Na kila wakati ambapo Bwana anakupatia jambo, there is always lakini. Kuwa kuna lakini katika lile jambo. Because the president, the but in the president, he was a good president, but he was accused and he was in ICC. Sababu yeye alikuwa ni yule rais aliyofaa, lakini ilikuwa ya kwamba alikuwa amepelekwa kule ICC. We suffered a lot as a nation. Tukaweza kupitia mengi kama taifa. The same year. Ule mwaka pia. When we had our brothers, Pastor Chandwena and Pastor Brian Chu from America came here.
ambapo tulikuwa na mchungaji Brian Chu na Chad Wena kutoka Amerika wakiingia hapa. When I went to the airport to receive them, nilipoenda pale katika uwanja wa ndege kuwapokea, and now I had not met Pastor Chad Wena there before. Sikuwa nimekutana na mchungaji Chad Wena hapo beleni. You know, he kept on looking at me very well. Alikuwa tu ananitazama vizuri sana. And then he was gathering everything that I was saying. Alikuwa anachukua kila kitu nilichokuwa ninakisema. And we were here all the days. Na tulikuwa hapa siku zile zote. And we finished our conference on a Sunday. Tukamaliza kongamano yetu siku ya Jumapili. When I was taking them back to the airport, nilipokuwa ninawarejesha kule airport, they really wanted us to have a time to talk. Walikuwa wangependa tupate wakati wa kuongea. Pastor Chad Wena told me, mchungaji Chad Wena akaniambia, I have a different idea as I go back to America. Niko na mawazo yaliyo tofauti nikirudi kule Amerika. Because my people, maana watu wetu, when they heard that I am coming to Kenya, waliposikia kwamba ninakuja hapa Kenya, they first told me not to come. Kwanza waliniambia usiende. I relied on your words. Mimi nikachukua that Kenya is safe. Ya kwamba nchi ya Kenya iko sawa. But I knew what they were talking about was true. Nilikuwa ninajua kile walichokuwa. All Kenyans are criminals. Ya kwamba Wakenya wote ni mikora. Because how can they elect a criminal who has a case in ICC? Sababu wanaweza mchagua mtu ambaye ni mkosa sheria aliye na kesi kule ICC namna gani? That means they are all of them are criminals. Kumaanisha wote ni mahabusu. So my people in America told me to come and first start preaching to you. Na kwa hivyo watu wetu kutoka Amerika wakaniambia nije kwanza niwahubirie. But when you came for us at the airport, lakini ulipotukujia kule airport, I felt the presence of God all over. Nikahisi uwepo wa Mungu kila pahali. Instead of first preaching to you, kabla ama badala yangu mimi kwanza kukuhubiria, you started preaching to us. Ukaanza kutuhubiria. And because you didn't want to talk so much, kwa sababu you didn't want to talk so much, hukupenda kunena kwa wingi. You know, I had put one of my messages and I didn't know in the car, so it was running. Nilikuwa nimeweka moja ya baadhi ya ujumbe zangu katika gari, ilikuwa inaendelea. And he asked me, who is that preaching? Akaniuliza ni nani huyo anayehubiri? I said, I am the one in our church. Nikamwambia ndiye mimi pale kanisani. And he really listened. Akasikiliza. By the time we were here, tulipokuwa tunafika hapa, when we were getting to Brackenhurst, where they were going to stay, tunaingia pale Brackenhurst walipokuwa wanakaa, he told me, akaniambia, it's like I have been in a church. Ni kama nimekuwa katika kanisa. And you know, it was very hard to convince the Americans in the outside world, whatever we were doing, we knew everything. It was our time of the wilderness. Ilikuwa ni ngumu sana kuelezea Amerika na wengine wote yale tulikuwa tunatenda, ni maana sisi tulijua, maana tulikuwa katika jangwa. I agree we did the wrong thing. Nikakubali ya kwamba tulifanya hizo habari by fighting one another, kwa kupigana, by looking at anybody where you looked at your brother, and because he does not come from your community, you see him as an enemy. Kwa vile ambavyo unaangalia mtu unaona kana kwamba hajatoka katika kabila lako, unamwona kama ni adui. That was wrong. Hiyo ilikuwa ni mbaya sana. But right now we have learned it. Lakini sasa tumeweza there is a God in heaven. Kuna Mungu juu. Even when you have sinned, hata wakati umefanya if you repent, ukiziunga, he is faithful and just yeye ni mwaminifu to forgive us all our sins and to cleanse us from all unrighteousness, na kutuosha kutokana na, and to speak in the broad daylight, na kunena katika mchana, that these are my people, kwamba hawa ni watu wangu, in the fullness of the time of God. Maana kuna kitu tunaita katika utimilifu wa nyakati. And when that fullness comes, wakati ule utimilifu unafika, it doesn't matter haijalishi where you have come from, umetoka upande it doesn't matter what people have said about you. Watu wanakusema, oh hallelujah, hallelujah, you may be there, and the people are now talking so much against you. Watu wananena mengi dhidi yako. The best thing that you need to do jambo muhimu kufanya is to stay silent
kukaa kimya. It is to know Ni kujua this is a passing cloud. kwamba hili ni wingu. Oh, hallelujah. Hallelujah. When the fullness of time comes Wakati utimilifu wa nyakati and God intervenes, na Mungu He akaingilia, will make your enemies atafanya adui to zako be at peace with you. kuwa katika Your enemies will be your friends. watakuwa marafiki Oh, zako. hallelujah. Hallelujah. Don't hold bitterness. Usiwe na ile hali ya If ukali. we held bitterness in our lives, Tukiwa na bitterness katika maishani mwetu, let me tell you, if we held it for long, tukishikilia kwa muda mrefu, whatever God is doing in this nation, He would not have done it. kile ambacho Bwana anatenda katika nchi hii hangetenda. And I want you to understand, Ningependa mkaelewa, even in our individual lives, katika maishani yetu there is fullness of time. kibinafsi kuna utimilifu wa nyakati. Let's read Galatians chapter 4, Tuweza kusoma katika Wagalatia sura ya 4 verse 1. This is what the Bible says. katika mstari wa kwanza, vipi ndivyo Biblia inasema: Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. Yeah, though he is master of all, but is under guardians and stewards until the time appointed by the Father. Bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamliwa na Baba. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. But when the fullness of time had come, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, to redeem those who were under the law, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, that we might receive the adoption as sons. ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. I want to dwell with verse 4. Ningependa kukaa na ule mstari wa 4. When the fullness of time comes. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati. Now the Bible starts by saying, Biblia inaanzia kwa kusema that as long as a child, ya kwamba lakini kama tu mtu atakuwa mtoto, as long as you remain a child, ukikaa tu ukiwa mtoto, even if you are a heir, hata kama wewe ni mrithi, you will not receive. hautapokea. And that is why, Na ndio maana if you read 1 Peter chapter 2 verse 1, katika waraka wa kwanza wa Petero sura ya 2 mstari wa kwanza, therefore laying aside all malice, basi wekeni mbali uovu wote, all deceit, na hila yote, hypocrisy, na unafiki, envy, na husuda, and all evil speaking. na mazingizio yote. As newborn babes, Kama watoto wachanga, desire the pure milk of the word, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatumaini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, that you may grow thereby. ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. If indeed you have tasted that the Lord is gracious. Ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Peter is telling us, Petero anatuambia, as newborn babies, kama watoto waliozaliwa, desire pure spiritual milk, which is the word of God. tutumai ile maziwa ya isiyogoshiwa ambayo ni neno la Mungu, so that we can grow ili tuweze kukua from being babies, kutoka kuwa from watoto, being fed. kutoka katika And hali he hiyo. tells us Na anatuambia the way to do this njia ya kufanya haya is to lay aside all malice, ni kuweka chini unafiki wote, all deceit, uovu wote, all hypocrisy, hila na husuda, all envy, husuda yote, all evil speaking. na mazingizio yote. We need to pull them down Tunastahili kuyaweka chini, so that we can now grow. ili tuweze kukua. When you have laid down these things, Wakati umewayaweka haya yote all chini, malice, husuda, all evil speaking, uovu wote, every
evil thing, kila jambo we have to pull it down. lazima tuiweke And then desire alafu tutumai spiritual milk that maziwa we ya may kiroho grow thereby ili ya kwamba tukakue and grow in the stature. na tukue katika kipimo. And when we grow, Tunapokuwa then we can be able to inherit tunaweza when kurithi the fullness of time comes. hati utimilifu wa Hallelujah. Because there is always a fullness of time. ana kuna kuandia kwa utimilifu. I am feeling even in this ministry, Ninahisi hata katika huduma hii we are moving to the fullness of our time. tunaelekea katika kuandia There is a time kuna wakati for you to lack. kwa wewe kukosa, But when the fullness of time comes, lakini wakati you cannot lack. huwezi ukakosa. There is a time for people to neglect you Kuna wakati watu because you are only a child. ana wewe tu, But when the fullness of time comes, lakini utimilifu wa nyakati ukifika, the beard will naturally be there. zile ndevu zitakuwa. Nobody will call you a child. Kuna mtu atakuita When you mtoto. go to a certain place, Ukifika kwa mahali people will look at you watu and watakutazama they will na know watajua we are not dealing with a child. kwamba huyu si This mtoto, one was a child. huyu alikuwa But when you mtoto. become a man, Lakini ukifanyika you mtu put away mzima, childish things. unaweka mambo ya That is mtoto what chini. Paul was saying. Hivi ndivyo Paulo When I was a child, nilipokuwa mtoto I behaved like a child. nilikuwa tu kama I mtoto, thought like a child. nikawaza kama mtoto, Oh, I was oppressed like a child. nikafinyiliwa kama mtoto, People looked at me like a child. watu wakanitazama kama mtoto, They looked at me and they belittled me. wakanitazama wakanifanya tu. When I was a child, Nilipokuwa mtoto, the guardians are the ones who have the authority over your property. wale watunzaji ndio Oh, wafanya hallelujah. zako. And I came to tell somebody, Nami nimekuja kumwambia as long as you are a child, ukiendelea tu kuwa mtoto, there are people using your house. hakuna watu wanakaa katika There nyumba are yako. people using your car. Hakuna watu wanatumia Because the yako. car is there. Ana yule mtu But yuko because you pale, are a child, lakini bado it has yuko not been released to you. Ija- Yes! Somebody listen to me. mtu anisikilize. There is something that God is doing now. Kuna kitu Bwana anafanya hivi sasa. Because the fullness of time has come. Ana utimilifu wa nyakati umewadia. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, Biblia inasema when Jesus had not come, wakati Yesu hakuwa amekuja, we could be tossed here and there. tungepeleka upande huu na When you are a child, ukiwa mtoto, you can be tossed here and there weza elekezwa huku na by kule any wind of doctrine. katika kila But aina when ya mafunzo. when you rise up Lakini ukiinuka and you are now mature, na unafanyika mzima, you are in control. unachukua mamlaka. Oh, hallelujah. Hallelujah. You take control. Unachukua ushukani. And I came to tell you, Nami nimekuja the kuambia time for you to take control wakati wako over your life is now. juu ya maisha The yako time to sasa. dictate. Wakati wa You kusema have heard it was said, kwamba nilisikia you ilivyosemwa shall decree a thing na kwamba and utatangaza it jambo shall be established. na litafanyika. That time has now come. Wakati ule If you had not made a declaration, kama huko umefanya this is the jambo, time for you to declare. huu ndio wakati kwako. Oh, hallelujah. There was a time you were a child. Na wakati ulikuwa You mtoto, could only be prayed for. But the fullness of time has come that you are going to pray. And when you pray, na ukiomba God is going to answer you. Mungu Not atakakujibu. because of the intercession of other people. Sio kwa sababu ya Not maombezi ya because wengine. your pastor prayed for you. But because you are the one. The time has Wakati Hallelujah. The time has come. wakati umefika. And even if you delay, Hata you ikiwa will not be late. hautachelewa. Hallelujah. Even if you delay, Hata ukikawia, even if you delay, hata ukikawia, you are not going to be late. hautachelewa. Because the fullness of time Ana utimilifu wa nyakati will come the timing of God. utakuja katika And nyakati when za Bwana. God has come, Na wakati Bwana amekuja, aikagia mũndũ na mbere. anasukuma mtume, Agagũikia harĩa nawe ũtareciragia. anakusukuma pale Atĩ uweze no ũthiĩ. kwamba waweza And kufika. that time has come. Ule wakati There umefika. are people here. Kuna watu hapa God is going to lift you up. ambao Bwana God anawainua. is going to kick you. Bwana And atawainua. I came even to tell Kenya, Nimekuja kuambia our time has
has come. Wakati wetu Kenya, umekuja. our time has come. Kenya, wakati wetu umekuja. Kenya, our time has come. Kenya, wakati wetu And umekuja. the fullness of time, Na katika utimilifu wa the nyakati, things that we have been waiting for, na vitu ambazo tumekuja, the time has come. wakati umekuja. Oh, hallelujah. Haleluya. And nothing will go wrong. Hakuna kitu Whatever kitaendelea. would have gone wrong, Kile ambacho God has already taken care of that. Mungu tayari And amekishughulikia. you are no longer a child. Wewe sio mtoto. You have graduated from every wanality. Wewe umetoka kutoka kila aina ya wana. Hallelujah. Wanality is a new fallen word. Hiyo ni neno ambalo Where you behave like a child. ambapo unakaa kama mtoto. And it is because you do not know. Na ni kwa sababu hujui. Hallelujah. Hallelujah. Because you do not know. Ana hujui. And sometimes we like that kind of a thing. Wakati mwingine tunapendezwa na ile hali. Even when you lack, Hata wakati unakosa. you even start saying it is not the will of God for me to have this. Unasema ya kwamba si mapenzi ya Mungu nipate hiki. Because you are suffering from wanality Maana uko katika hiyo hali. or wanaliosis. It is also a biological term. Pia ni neno la kibiolojia. Whereby somebody thinks Ambapo mtu anawaza that this way ya kwamba njia is hii the way I am supposed to be. ndiyo nastahili kupitia. But it is the enemy who tells you are supposed to be like that. Yule muovu anakuelezea wastahili kuwa katika hiyo. Hallelujah. Hallelujah. And we have something to tell the world. Nasi tuko na jambo la kuambia dunia. You are what God says you are. Kwamba wewe uko vile Not what the devil says you are. It is only the devil who says Shetani tu that you cannot make it. But when you come to God, He says you are going to be above and not below. anasema utakuwa juu lakini sio chini. The devil says Shetani anasema you are going to be the last. utakuwa wa mwisho. But God says Lakini Mungu you anasema are the first. wewe ndiye wa kwanza. Hallelujah. We are here to release Kuachilia that kind of an anointing. ile aina ya upako. The anointing that is releasing Ule upako unawachilia because the fullness of time has come. ana utimilifu wa nyakati umefika. Jesus has said on the cross, Yesu amesema it pale is msalabani, finished. yote It yameisha. is finished. Imemalizika. Oh, hallelujah. Hallelujah. And because it is Na finished, kwa sababu imefika mwisho. your poverty is finished. Your lacking is finished. He was made a curse Yeye that you may akafanya receive your blessing. ili upokee baraka zako. All your generational curses Vizazi vya have been broken down. The fullness of time has started now. Hey, somebody say the fullness of time. utimilifu wa nyakati. Hallelujah. There is nobody who is as powerful as somebody who has waited and waited and waited Kuna mtu aliye And waited. kama mtu aliyengoja and lost hope. na akapoteza tumaini. But before he lost it, Lakini kabla ya kupoteza God shows up. Mungu anatoa. Oh, hallelujah. And you know what? Na unajua nini? God shows up when you are just about to give up. Mungu anatokea wakati uko karibu ku. That is why we need always to say, no retreat, no surrender, no giving up. Hallelujah. Hallelujah. Let every devil know, no retreat, no surrender, no giving up. Every devil should know, no retreat, no surrender, no giving up. Let everyone know, no retreat, no surrender, no giving up. We cannot retreat. Hatuwezi kurudi nyuma. We are not backsliders. Tutarudi nyuma. The Bible says Biblia inasema we are the ones who are called sisi ndio tuliyeitwa and they make it. na tutaweza. Hallelujah. Ndio wale wanaitwa na kuweza. Hallelujah. Amen. We are the ones who are called Sisi ndio tunaitwa and we make it. na tunaweza. We are not Sisi backsliders. hatutarudi nyuma. Hallelujah. Hallelujah. Whatever we shall say, Kile ambacho this tutasema is what I need. hiki ndicho I will ninahitaji. not have a second hand. Hazitakuwa
spiritual market kuna kikomba ya kiroho where there is always a second hand deliverance, ambapo kuna ukombozi wa aina ya pili, where there is a second hand healing, ambapo kuna uponyaji wa aina ya pili, where there is a second hand of everything. ambapo kuna kila aina ya pili ya kila kitu. Oh, hallelujah. Hallelujah. And I want you to understand and tell the devil, I will not go to that market. Ningependa uelewe na shetani sitaenda katika ile soko. Hallelujah. Hallelujah. Because in my life, Ana maishani mwangu no retreat, no surrender, no giving up. Another thing is that we are the people who cannot die in the wilderness. jambo la pili, sisi sio wale ambao tutaweza kukufa katika jangwa. Hallelujah. Hallelujah. We are the people who cannot die in the wilderness. Sisi ni wale ambao hawawezi kukufa jangwani. Our spirit is the spirit of Caleb. Roho yetu ni roho ya Kalebu. When God did not know which word to use so that we can understand, Wakati Mungu hakuwa anajua maneno atakayotumia tuweze kuelewa, he said, akasema, my servant Caleb mtumishi wangu Kalebu has a different spirit. ako na roho tofauti. We have a different spirit. Sisi tuko na roho Oh, tofauti. you need to have a different spirit. Wastahili kuwa na roho tofauti. When the spirit in the world is saying you cannot make it, Wakati roho duniani unasema huwezi, the spirit in God says you will make it. roho wa Mungu anasema utaweza. Hallelujah. Hallelujah. When the spirit of the world says you are sick, Wakati roho wa dunia unasema wewe ni you mgonjwa, have a terminal disease, ya kwamba uko na ugonjwa wa the spirit of Caleb says, roho wa Kalebu unasema the Lord is my healer. Bwana ndiye mponyaji He wangu. sent his word and healed me. Alituma neno lake likaniponya. I am not dying in the wilderness. Nami sitakufa katika I jangwa. am crossing my Jordan. Mimi ninavuka I Yordani. am going to acquire. Mimi ninaenda kumiliki. Hallelujah. Hallelujah. I am the one who acquires. Mimi ndiye And nitakaye. even if I grow old, Hata kama nitakuwa even mzee, if my hair becomes gray, hata kama nywele zangu zitapata and all maji, my hair becomes white, na nywele zangu zote kuwa I mpya, will not die before I receive. sitakufa kabla ya In kupokea. the name of Jesus, Katika jina la Yesu I am Kristo. telling you, Mimi nawaambia there is always a fullness of time. lazima kuwe na utimilifu wa nyakati. Oh, even if you had a dream Hata kama ulikuwa na ndoto and your brother shattered it, na yule ndugu yako akakwambia akaivunja, dream again. ota tena. Hallelujah. Hallelujah. Dream again. Ota tena. Because Maana Joseph dreamed a dream Yusufu akaota ndoto in Genesis 37 verse 5. katika Mwanzo 37 mstari wa 5, And his brothers, nao ndugu zake they helped him to shatter that dream. wakamshika wavunje ile ndoto. But verse 9, Lakini mstari wa the 9 Bible says, Biblia inasema and Joseph naye Yosefu dreamt yet another dream. akaota tena ndoto You nyingine. have the power to dream again Uko na nguvu za kuota tena until the fullness of time. mpaka katika mtini. Hallelujah. Hallelujah. Because Joseph Ana Yusufu woke up in the morning, akainuka he did asubuhi. not know that his fullness of time had come. Hakujua utimilifu wa nyakati. But I want to tell you, Lakini ningependa kufuatilia that evening, pale jioni, ile jioni, he slept in a fallen land, akalala katika nchi ya being kigeni the prime minister, akiwa waziri mkuu, with the security all over, akiwa na ulinzi, because this time had come. maana wakati wake ulikuwa. I declare your time is coming, Natangaza wakati wako and your time is now. wakati wako ni I am releasing the anointing of God now, achilie upako wa Mungu, that you may receive the anointing upokee upako, to receive in Jesus' name. upokea katika jina la Yesu. Listen to me. Nisikilize, In the fullness of time, katika utimilifu wa nyakati, that fullness of time katika utimilifu wa nyakati is determined by God. unawekwa na Mungu, But you must make sure lakini lazima you are uhakikishe in the ways of the Lord. uko katika njia za Bwana. When God starts speaking, Wakati Mungu akianza kunena, saying that He is going to fulfill His word akisema ya kwamba lazima in your life, yake maishani mwako, and this year, na
Mwaka huu is going to be the year of mighty visitations. utakuwa ni mwaka wa matembeleo ya njia kuu. Oh, hallelujah. Hallelujah. It is not you who said that. Sio wewe uliyosema It yale. is him. Ni yeye. That tells us Hivyo ni kutuambia it is our time ni wakati to wetu. walk on open doors, Tutembee kwa to malango be ya manifested. It is our time. This is the time. And you need to shout the enemy. Wastahili kumpazia sauti ya Tell adui. all the enemy, Umwambie adui, I am not retreating. mimi sitarudi I am nyuma. not surrendering. I am not giving up. I am here Niko to hapa acquire kupokea everything that God has said. chote ambacho Bwana amesema. How will acquire? Basi utapata. Naam Bwana, umenikumbuka, umenifariji, ndio maana nasema ni asante.